kwenye Samueli wa kwanza sura ya 17. Tutasoma ile sura yote. Samueli wa kwanza sura ya 17. Tutasoma ile sura yote ya 17. Lakini nitakwenda kwenye mistari michache kwa kadri ambavyo tutaendelea kunifuatilia, lakini utabarikiwa sana. Naomba nisome Samueli wa kwanza sura ya 17. Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa ajili ya vita. Nao wakakusanyika huko Soko, ulio mji wa Yuda. Wakatua kati ya Soko na Zeka katika Efesi Damimu, na Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika bonde la Ela, na wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Ule mstari wa 3. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu. Na hapo palikuwa na hilo bonde katikati. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliathi wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri 1. Alikuwa na chapeo ya shaba kichwani, tena amevaa dari ya shaba, na uzani wake ile dari ya shaba ulikuwa shekeli 5,000 za shaba. Mstari wa 6, tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake, na mti huo na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa maji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mtu aliyechukua ngao yake akamtangulia. Mstari wa 8, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli, akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Chagueni mtu akanishukie mimi. Kama akiweza kunipiga nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Mstari wa 10, yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Mstari wa 11, basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrathi wa Bethlehemu ya Yuda, aliyeitwa jina lake Yese, naye huyo alikuwa na wana 8. Yeye mwenyewe alikuwa mzee. Sauli akamjibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese, mtu wa Bethlehemu. Baba, katika jina la Yesu, maneno haya tunaomba uyape neema katika mioyo yetu. Tusaidie kuyaelewa na kujua nini kusudi katika siku ya leo, na haya masaa yaliyo mazuri utoe kibali na neema yako katikati ya maisha yetu, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Amen. Nataka nizungumze kitu kimoja kinachosema ushindi wa kumtegemea Mungu. Ushindi wa kumtegemea Mungu. Kama unaandika unaweza kuandika ushindi wa kumtegemea Mungu. Mahali tuliposoma ni maeneo ambayo tunaona simulizi ambayo imekuwepo hapa katika majira haya, wakati taifa la Israeli wanapopita kwenye wakati mgumu sana. Taifa la Israeli walipita kwenye majira magumu sana. Ilikuwa ni wakati wa vita juu ya Wafilisti na wana wa Israeli. Na tunaona huyu Mfilisti amekuwa ni mtesaji mkuu kwa taifa la Israeli. Huyu Mfilisti amekuwa ni mtesaji ambaye ametesa taifa. Ndio maana tunasema ni ushindi kutokana namna gani unamtegemea Mungu. Na katika mazingira ambayo Mungu amesimama kwa taifa la Israeli akijifunua, ni kwa mazingira ya ajabu sana. Hii vita ilikuwa ni vita ambayo inalikabili taifa, na taifa la Israeli walikuwa wanahitaji kupata ushindi. Jamani, hakuna asiyehitaji kushinda. Kila mtu katika vita yake, katika maisha yake ya uchumi, katika kila kitu, kila mtu anatamani awe mshindi. Sasa wakati Israeli wamekutana na Goliath ambaye alikuwa ni Mfilisti, na yeye huyu alikuwa ni mzoefu wa vita. Wataalamu wengi wanasema alikuwa amezoea, amefuzu mafunzo ya aina mbalimbali ya vita. Kwa kama ingekuwa nyakati za leo, alikuwa yuko kwenye viwango vya kuwa juu hata ya komando. Alikuwa na uzoefu wa hali ya juu kutumia
kutumia silaha zote, lakini kutembea na kila anachoweza kukifanya akiwa anajiamini. Kwa nini? Yeye amesimama katika vita kwa muda mrefu. Sasa wakati taifa la Israeli likikutana na changamoto hii, limesimama na changamoto hii muda mrefu, wamepigana na mtu huyu, na tunaona wakati mfalme Sauli akipigana na Goliathi, anasimama kutumia majeshi au askari aliyokuwa nao, lakini bado Biblia imesema hivi, hawakuwa na uzoefu wa vita kama Goliathi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika wana hawa wa Yese alichagua watoto 3 kwenda kuungana na jeshi, maana tayari walikuwa kwenye kambi, walikuwa ni wanajeshi tayari wale watoto wa Yese. Sasa wakatumika hawa kwenda kupigana, maana vita imekuwa vita. Sasa tunafanyaje? Yese akawatuma vijana wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wakati vita inaendelea, kuna mtu mmoja aliyekuwa anamtegemea Mungu amesahaulika. Unajua muda mwingi sisi tunamtegemea Mungu tunasahaulika. Hata kwenye maamuzi mbalimbali tunasahaulika. Na wakati mwingine wanakuja kukumbuka mambo yameharibika. Wanakuja kukumbuka chombo kimeenda mlama. Wanakuja kukumbuka upepo umekuwa mkubwa. Sasa katika nyumba ya Yese kuna mtu mmoja alitegemea Mungu sana kwa viwango vya hali ya juu, lakini alisahaulika. Na pengine alisahaulika kwa nini? Vigezo vyake havikuwa vinatosha. Unajua leo wanadamu wengi tunaangalia vigezo. Yaani siku hizi hata kutoa wazo aidha kwenye mkutano wa kijiji au kwenye ofisi yoyote au kwenye mkutano wa familia, wanaangalia vigezo. Ni maisha yako yakoje? Una hela kwanza? Je, una kiwanja? Huyu ana kiwanja, huyu ana nini? Tusikilize mawazo yake ana nini? Kwa watu wanaangalia vitu vinavyoonekana. Ndicho Yesu alifanya katika ufalme wa Sauli. Yeye aliangalia kwa hao vijana 3, akaona vigezo vinatosha. Lakini huyu mmoja ambaye vigezo vyake havikudhibitika sana, akawekwa pembeni. Sasa Yesu akajichanganya siku moja. Akasema ngoja nikutume upeleke vyakula huko vitani wanapopigana. Lakini uwahi kuangalia kondoo. Hivi unajua unazauliwa, lakini wewe ni mtu wa muhimu sana. Na hasa kama una Mungu, wewe ni mtu wa muhimu sana. Kama una Mungu, wewe ni mtu wa muhimu sana. Narudia. Hujanielewa? Kama una Mungu, wewe ni mtu wa muhimu sana. Unanielewa? Mtu anayechunga ng'ombe hata kipita tu, hata haina haja ya kukwambia mimi unajua anachungaga ng'ombe. Akikupita tu karibu hivi, utambulisho utaupata kwamba huyu anachunga ng'ombe. Kwa ni kazi ambayo si ya heshima. Ni kazi ambayo si nzuri. Ni kazi ambayo ni ya kwanza ukashinde polini huko. Hauna heshima ya kukaa kwenye watu. Nenda huko. Sasa huyu akapewa kazi ya kuchunga kondoo. Maana hana lolote huyu. Haonekani kuwa na chochote huyu. Hawezi kusimama kwenye vita huyu. Hawezi kusimama na lolote huyu. Ndivyo unavyodharauliwa hata wewe. Kuna wakati fulani ukitoa hata maneno yako hayakubaliki. Kuna wakati fulani ukisema unachotaka ukisema ni kama hata akipati kibali. Kuna wakati fulani hata ungekuwa na wazo zuri halipeji kwenye mawazo ya watu. Lakini nataka nikwambie wewe bado kama unamtegemea Mungu unapata ushindi kwa jina la Yesu. Kama unamtegemea Mungu lazima ushindi wa Mungu uonekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yese siku moja akamtuma apeleke chakula. Alipomtuma apeleke chakula, akafika kule ambako kulikuwa vita inaendelea. Alipofika kule ambako kulikuwa vita inaendelea, akakutana na ndugu zake. Na Biblia imesema alipofika tu adui akaja. Kwa sababu hawa walikuwa wameshajua mapigo ya huyu adui. Walipomuona wakakimbia. Mioyo imelaruka. Hawana matumaini. Hivi unajua mtu aliyekata tamaa? Mtu aliyekata tamaa, yaani hata kisikia chochote ambacho kinataka kufanania na hicho kilichomkatia tamaa, anachoka na kusema basi nimekwisha. Hautakwisha kwa jina la Yesu. Hautakwisha kwa jina la Yesu. Hautakwisha kwa jina la Yesu. Sasa wakati ametokea Goliathi, wakakimbia. Hakuna cha kamanda wala nani. Nimewaambia kwamba hawa walinzi wetu wa usalama wa nchi ni watu wamekula kiapo cha kufa na kupona ili kutetea usalama wa nchi zao, wa nchi yao, kutetea usalama wa mali na raia.
Lakini nao wana mwili na sio malaika wale, wanaogopa pia kufa. Amina. Ila tu basi kwa sababu wameapa kwa namna yote watatetea, basi tu. Lakini kwa hali ya kawaida ya kibinadamu, nao ni binadamu, wanaogopa. Ndio maana tunahitaji kuombea jamani. Tunahitaji kuombea. Amina. Kwa hiyo walipokimbia, huyu kijana mdogo, nakadiriwa Daudi alikuwa kama na miaka, wanatheolojia wanasema kama 13 au 14. 13 au 14. Sasa alipoona wanakimbia, yeye akabakia. Yaani hana stress, mtoto wa watu. Halafu akamuona, akasema huyu ndiye anawakimbiza huyu. Akajaa hasira ya Mungu. Mtu anayemwelewa Mungu anautegemea ushindi unaotoka kwa Mungu. Mtu anayemwelewa Mungu hategemei akili yake. Mtu anayemwelewa Mungu anasubiria Mungu alete ushindi kwenye maisha. Sasa wakati wanakimbia, yeye huyu watu hawakujua ni nani, lakini yeye alikuwa anajifahamu yeye ni nani kwa Mungu. Nataka nikwambie mchana wa leo na masaa haya, tambua wewe ni nani kwa Mungu. Tambua nafasi yako kwa Mungu ni ipi. Wewe ni nani? Sasa wanakimbia, lakini Daudi anajijua yeye ni nani kwa Mungu. Alafu walipokimbia, akawa na washangaa. Na mwangalia Goliathi sasa. Wanamkimbia huyu. Ndio wanamkimbia huyu. Yaani Goliathi anaona wanayemkimbia ni wa kawaida sana. Umeshuhudia? Piga picha hii. Askari amevaa gwanda, amevalia na malisasi, na magazini na nini, lakini anatimua mbio. Hebu piga hiyo picha. Halafu mtu tu wa kawaida, tena mtoto, anasimama. Halafu anasema huyu ni nani? Huyu ni nani? Mpaka akimbize, atukane majeshi ya Mungu, alitese taifa la Israeli. Huyu ni nani? Bwana Yesu atusaidie sana. Mstari ule wa 4 anasema, ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti. Katika kambi ya Wafilisti, aliyeitwa Goliathi wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri 1. Wanasema huyu alikuwa ni jitu. Nakwambia siku moja, unajua sisi tunafanyaga ukorofi, lakini tumebakia kama visiki vilivyoungulia porini. Walikuwepo watu, ilikuwepo mijitu. Mikono 6 kwenda juu. Na wanakisia kuwa alikuwa na kama na futi 18 urefu. Hivi futi 18 nafikiri ni kama hapa na. Hivi ukuta unaweza kuwa na futi 18 kweli? Lakini piga tu tasbihi. Halafu kifua zaidi ya futi 6. Hicho ni kifua. Unapiga picha vizuri. Nataka kuonyesha namna ambavyo ushindi wa mtu anayemtegemea Mungu huwa haangalii tatizo lililoko mbele yake, anamwangalia Mungu ambaye yuko juu ya tatizo. Kwa akili ya kawaida, kama asingekuwa anamtegemea Mungu, Daudi yeye ndiye angekimbia kuliko watu wote, kwa sababu ndiye ilikuwa mara yake ya kwanza kumuona. Alikuwa anasikia tu kuna vita. Sasa amemuona, lakini kwa sababu hashindi kwa sababu yake, anashinda kwa sababu anamtegemea Mungu, hakukimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu alipotokea akaja na majigambo. Si unajua jamani, mtu anayeshinda anavyojiamini. Mshindi anavyojiamini, si unajua? Akaja na majigambo makubwa. Alafu amevalia vifaa vya kutosha. Mimi kuona misafara ya rais au viongozi wetu wa juu, misafara yao anakuwa na maaskari, ukimuona mpaka unasema huyu anaishi duniani hapa au ametokea wapi? Yaani ukimuona alivyovalia. Sasa Goliathi akaja amejiweka sawa sawa. Ana vifaa vyote vya kivita. Amejiandaa kuhakikisha taifa la Israeli linaisha. Mstari ule wa 6 anasema, tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake, na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa kama shekeli 600.
shekeli 600 ulikuwa ni uzito mkubwa sana. Yaani kiasi kwamba akipiga kama ni kichwa ni kusajika kabisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize mwenzako, wewe unaogopa adui namna gani? Muulize mwenzako, ni yupi anayekutisha? Sasa pamoja na hayo yote bado Daudi haangalii mkuki, haangalii ile silaha, haangalii alivyo yule mtu, haangalii amefungaje mabwana yake, haangalii anakuja kwa mwendo gani, anaangalia Mungu juu ya Goliath. Anamwangalia Mungu juu ya Goliath. Yaani Daudi, picha inayokuja mbele yake ni ya Goliath, lakini Daudi anamwona Goliath akimtazama na Mungu, anaona Goliath mbona ni wa kawaida. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Ukitaka kushinda lazima utazame kwa mtazamo wa tofauti. Lazima utazame kwa mitazamo ya kumwamini Mungu. Lazima utazame kwa mtazamo ambao hauoni shida, unamwona Mungu juu ya shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari ule wa 8 anasema hivi: naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli, akawaambia, mbona mnatoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi. Yaani unajua hii ni dharau iliyopita kawaida. Yaani tena wasemi nyinyi ni watumishi wa Mungu. Nyinyi ni watumishi tu wa Sauli hapo. Sasa hiki kitu kilimuumiza Daudi. Sema inawezekanaje wanatukana watu wa Mungu hawa muhimu? Kama unavyoona wachungaji wanatukana, wewe unapata hasira au unafurahi? Simawahi kufuatia, kuna watu akili zimepata ulemavu. Kuna watu akili zinapata ulemavu. Yaani ukimwangalia ni mtu lakini akili ina ulemavu. Wanasema vibaya watumishi wa Mungu. Wanawasema yale yasiyokuwepo. Wanawapakazia. Sasa hiki kitu kilimuumiza Daudi, akasema hii haiwezekani sasa. Sasa hapa kila mtu ni uzoefu wake. Na mimi nachukua idea nilivyomuua simba, na mimi nachukua uzoefu nilivyomuua dubu. Lakini kumbuka huyu sio dubu. Kumbuka huyu sio simba. Maana dubu hakuwa na mkuki ila huyu ana mkuki. Dubu hakuwa na ngao lakini huyu ana ngao. Lakini yote kwa yote akasema kama ni CV wote tunazo. Amen. Watu wa Mungu, usijidharau, muamini Mungu, usijidharau. Namna vyovyote vile ulivyo una CV. Kama umemwamini Mungu, CV yako ya kwanza ni kuwa mwana wa Mungu. Sema amina. Hiyo ndio CV yako ya kwanza. Yaani kuitwa tu mwana wa Mungu ni CV namba 1. Sasa usijione mimi, unajua mimi sijasoma. Yaani hata darasa la kwanza, hata kama hukwenda mpaka memkwa, una CV ukimwamini Yesu. Una viwango ukimwamini Yesu. Ule mstari wa 11. Mstari wa 11. Biblia inasema hivi: basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa. Tena Biblia haisemi tu kuogopa. Inamalizaje? Sana. Yaani mwaona kama sijui kama mmewahi kuwinda. Mimi nimewahi kuwinda kidogo. Ukikutana na mnyama mkali ukaona na kuzidi, lazima ujihami kwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni lazima ukimbie ukiangalia ni mti upi utaupanda. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, silaha yangu bado inaweza kunisaidia nipambane na adui. Lazima haya mambo mawili yafanye kazi kwa wakati mmoja. Jamani, Yesu asaidie sana. Sasa ukigundua kwamba silaha yangu haiwezi kunisaidia, kama ni mishale imeisha, kama ni risasi zimeisha, lazima ukimbie ukijihami kuangalia mti. Na hautabagua ni mti wa namna gani, unachokitafuta ni mti. Unanielewa? Uwe na mimba utagundua ukiwa juu umemshinda adui. Kwa hiyo utajihami, na unaweza ukapanda mti wenye miba usijue kama una miba. Alafu kama ni adui wako akishaondoka, ukija sasa kuangalia namna ya kushuka, unagundua kumbe nilipanda mti kwenye miba hivi, na utaanza kuhisi maumivu. Sasa kinaweza kuwa kibarua kikubwa kutoka juu kurudi chini. Jamani, Yesu asaidie sana. Sasa hawa waliogopa sana. Ninataka kusema nini? Kama ni wanaokimbia hawakujalisha wapite wapi.
hapa hakuna vya kuagana. Ni kila mtu anajua namna atatoka. Ni kila mtu atajua namna njia atakayopitia. Sasa kwenye ule mstari wa 14, naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote, na hao watatu walikuwa wakubwa, wakafuatana na Sauli. Mstari wa 15, basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awarishe kondoo za baba yake huko Bethlehem. Hapa nimeshakwambia alikuwa ndio kazi yake hiyo. Ndio kazi yake hiyo. Sasa ukiangalia ule mstari wa 21, nao Wafilisti, nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga jeshi hili likabili jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akaikimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliath, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, ni lazima tusikilize maneno yanayotuvunja moyo, lakini sio lazima tuvunjike moyo. Ni lazima tusikilize, ni lazima tutapata habari mbaya, lakini sio lazima habari mbaya ituvunje moyo. Ni lazima tutaona vitu vingi, lakini sio lazima tufuatane navyo. Ni lazima katika ulimwengu ulioharibika tutaona mitume na manabii wakiwalisha watu keki za upako. Sio lazima sisi tule keki za upako. Tutaona wakiwanywesha watu maji ya upako. Sio lazima sisi tunywe maji ya upako. Tutaona vitu vyenye uharibifu vikitokea. Sio lazima sisi tuharibike. Sio lazima sisi tuwafuate. Sio lazima sisi tuwe katika njia hiyo. Ni lazima tutaona, lakini sio lazima tufuatane na hao walioharibika. Kwa nini hatufuatani? Tunamwamini Mungu katika yote. Sisi tunaamini Mungu anaweza kila kitu. Katika imani tunashinda na zaidi ya kushinda. Sema amina. Amina. Unajua ni lazima tuone. Na mtu mmoja nilisoma naye kwenye chuo cha Biblia mwaka wangu wa kwanza. Anasema mimi hata kusikiliza redio sitaki, naona ni dhambi, na redio ni dhambi, vyombo vya habari vyote ni dhambi. Sasa nakupa tu mfano. Kwa tunasema wewe utapataje uzoefu wa kumsaidia anayepotea? Maana ujue ili upate kumsaidia anayepotea lazima uwe na uzoefu wake uliomsaidia kupotea. Sijui unanielewa? Uweze kushika mtu anataka kuanguka kama hujajua anavyokwenda kuanguka. Unanielewa watu wa Mungu? Ili umsaidie mtu mshika anaenda kuanguka, lazima ujue anaenda kuanguka. Ndio unaweza kumshika sasa ukamsaidia. Sasa kama unajua utamshika kweli, utamsaidia? Mwambia ni lazima tufuatilie vyombo vya habari. Ni lazima tuelewe yanayojiri. Ni lazima tuelewe yanayozungumzwa. Ni lazima tuelewe dunia iko wapi. Tuone huyu amepotea sana, tumsaidieje? Watu wenye imani na Mungu bado wapo, watu wanaopotea pia wapo. Maana ikumbukwe huu ni uwanja wa vita. Jamani, Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Huu ni uwanja wa vita, na uwanja wa vita hawakosi vilema, hawakosi waliokufa. Kwa kama mtu anavuka mipaka ya imani sahihi, tukimsikiliza, tukamtazama, tutamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akayasikia Daudi yale maneno. Alipoyasikia ikamuuma, akasema hili halitawezekana kama Mungu aishivyo. Jamani, sikilizeni nyinyi ambao mnaishi na jamii halafu hamtambuliki. Nataka nikwambie, hata kama balozi hakutambui, hata kama waziri wa idara yoyote hakutambui, hata kama unafikiri mawazo yako hayanaga nafasi yoyote, nataka nikuhakikishie katika masaa haya kwamba mbingu zinakutambua. Mungu anakuelewa, Mungu anajua mchango wako, ili mradi umemwamini Mungu sawa sawa na unaishi maisha ambayo yanamtegemea. Na mbingu zikikutambua, unapigania nini? Sisi tukitambuliwa na mbingu ndio furaha yetu. Jamani, amina. Tukitambuliwa na mbingu ndio furaha yetu. Na ushindi wetu uko katika kutambuliwa katika ufalme wa Mungu. Sasa wakati Daudi anasikia, angalia mstari wa 24. Na watu wote wa Israeli walipomuona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. 25. Watu wa Israeli wakasema, "Je, mmemwona mtu huyu?
mmemwona mtu aliyepanda huko? Hakika ametoka ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha. Sikiliza kwenye hoja yangu ya kwanza. Yaani mpaka watu kwenye saikolojia yao wameshakubali huyu anatutukanaga, wameshakubali huyu hatumuwezi. Nataka nikushauri katika sahihi ya leo. Usikubali kushindwa na adui. Usikubali ukabweteka. Unajua kuna mtu bado kwenye maisha kuna watu wameshamiliki ugonjwa. Kuna mtu wamemiliki mpaka na mapepo. Hili ni pepo langu. Yaani hili tayari lile pepo limekuja. Yaani ameshakubali. Usikubali kwa jina la Yesu. Usikubali kwa jina la Yesu. Lazima ukatae. Sasa Israeli wameshakubali. Kwa mnamuona yule mtu anayetukanaga kila siku. Mnamuona yule anayetukimbizaga kila siku tunakimbia. Huyo hapa amesimama. Usikubali kwa jina la Yesu wa Nazareti. Lazima urejee kumwamini Mungu. Na ukirejea kumwamini Mungu, hutakubaliana na namna yoyote. Maana lazima usimame kwenye viwango ambavyo Mungu amekuweka. Sasa hiki ni kibarua cha wewe kujua nafasi yako kwa Mungu ni ipi. Yaani wewe na Mungu mnaolafika kiasi gani? Wewe na Mungu unamlingana kwa namna gani? Sasa mstari ule wa 29. Naye Daudi akamjibu, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hili? Hapa ni baada ya kuwa ndugu zake wamshambulia kinalia. Bia wewe mtoto na kiburi. Na kweli bwana, unajua ukirudi tena nyuma kidogo. Yaani kama kuna hebu fikia kwa mfano Margaret. Nyoka amekukimbiza. Wewe umekimbia kabisa kwa mfano. Alafu anatokea buiza anasimama anampiga anataka apambane na yule nyoka aliyekukimbiza. Nafikiri utamwacha tu apambane naye kwamba huyu ni jemedari wakati umekimbia. Kwa kitu cha kawaida. Yaani mimi mkubwa nimekimbizwa na adui yangu, mtu anasema sikimbii na baki hapa. Si unaweza kumshika hata mkono kumkimbiza kwa lazima. Sasa wewe mkubwa umekimbia. Sasa Daudi anawashangaza. Kaka zake wakamwambia wewe unadharau. Sisi tunakimbia unabakia. Hicho kiburi wewe mtoto tulishakwambia wewe dogo wewe. Una kiburi. Nakumbuka mahali kuna siku moja nilihubiri injili. Tulikuwa tuna ibada za mitaani. Kahubiri injili ya kuwakashifu wachawi sana. Jamani, wachawi msiwaogope. Mnanielewa? Amen. Ni sana kuua mbu tu hao. Wala wasikusumbue. Kwani kuua mbu unapiga hata kofi sana basi hivi tu. Mbu anakufa. Sasa wachawi mnaogopa. Sasa kama hali pamoja na kuhubiri injili. Nakumbuka baada ya kuhubiri ile injili mzee mmoja maarufu akanitafuta. Akaniambia akaniita nikaenda kwa heshima kubwa sana. Sikuwa najua ananiitia nini. Akaniambia wewe unajua wewe ni mtoto mdogo sana. Nikasema naam. Na kwa alikuwa mwenye umri mkubwa labda kama kumzidi hata mzee wangu Mlenda. Akaniambia unajua wewe ni mtoto mdogo. Nikasema naam, mtoto kabisa. Unapata hapo ujasiri wa kuyaweka maisha yako rehani. Na unawasema vibaya wachawi. Nikamsikiliza. Akasema sisi sote tumezeeka hivi, tumeona mimi. Na mimi nilikuwa nimeshapata CV zake. Nimemwambia jamani, kila mtu ana CV. Amen. CV yetu muhimu ni kumwamini nani? Yaani hiyo ni CV zaidi ya zote. Hata kama una degree kama una Yesu anakutafuna kama mkate asubuhi. Amen. Nikamwambia baba anakuelewa sana. Lakini unataka sasa nini? Nishauri sasa. Nasema mimi nakushauri. Wahubiri tumewaona wengi. Lakini sio lazima ukihubiri useme vibaya wachawi. Nikamwambia hivi nafikiri baba mimi ndio nilisema. Aliyesema ukumuona. Alikuwa wewe. Wasibu umetoka kuhubiri. Nikasema wewe macho yako hayaoni. Maana aliyesema uweze kumuona. Hata kama umekuwa sana mzee, aliyesema uweze kumuona. Unaniona tu mimi. Mimi sikusema. Akaniambia wewe mtoto sikiliza. Nakushauri kwa kukupenda maana wewe bado tunakutegemea. Akasema taifa linakutegemea, jamii inakutegemea, familia inakutegemea. Kwa nakushauri kwa upendo, badilisha sio hivyo. Nikamwambia tulikuwa na ratiba ya ibada nikamwambia tarehe fulani tutakuwa kwenye mtaa fulani. Uje usikilize kama tena nitasema. Haleluya. Alafu kweli ilipofika ile tarehe akaja kusikiliza.
Nilipomuona nikabadili na ujumbe, nikasema amekuja asikie, nikacharaza sana. Siku ya kunitafuta, lakini jioni tunakutana kwenye kijiwe. Akaniambia, unajua sikio la kufa halisikii dawa. Na nyinyi watoto siku hizi hamheshimu wakubwa. Nikamwambia, baba nakuheshimu sana. Akasema, ungekuwa unaniheshimu nilikushauri. Umerudia tena. Nikamwambia, sio mimi, hujaona tena. Na leo hujaona aliyesema kumbe. Maana sio mimi niliyesema, ni Mungu alisema ndani yangu. Nikabidi nimwambie ukweli. Akasema, Mungu ni wewe. Nikasema ni Mungu. Au nikamwambia sasa na mimi nikajaa hasira ya kiroho. Nikamwambia, mzee, unatakiwa muamini Yesu. Maana nilikuwa najua CV yake. Nikamwambia, wewe unanitazama mimi, mtazama aliye ndani yangu ni mkubwa sana. Na ninaamini wewe ninakuruhusu peleke kesi yako mahali popote unapotaka. Akasema unazalawa, kaondoka, arusha mikono. Siku moja tumekutana baada ya kuzungumza maneno hayo. Nataka niwaambie watakatifu wa Bwana, ukiwa unamwamini Mungu, unaogopaga nini? Unajua nyinyi mnaogopa tu kwa sababu hata maisha yenu na Mungu si rafiki. Nakumbuka yule mzee tulipokutana, tulikuwa naenda kutafuta kitu gani dukani. Nikamsalimia, tukapeana mikono hivi. Tukapeana mikono, ghafla akili yangu ilihama. Yaani mimi nafikiri ile hali ingeendelea ningenidondoka. Nilisikia kama kitu kinahamisha akili, sijielewa, hapo baadaye nikarudi. Halafu nakuja kurudi hivi, sikumuona tena mbele yangu, tumepeana mkono, hakuwepo kabisa. Nikakasirika, nikasema kumbe amenitafuta. Amenitafuta. Kumbe alitaka anifanyie hivi. Nikamshukuru Mungu, nikarudi nyumbani. Nilikuwa vizuri kabisa. Nikafika nyumbani. Kaingia kwenye chumba cha mama. Nikamfungulia faili mbinguni. Unanichezea? Mtu aliyeokoka acheze wapi? Unanielewa? Labda kama huna Mungu tu. Nikamwambia Mungu, vita hii sikuwa najua kama ni vita. Sasa nimeelewa ni vita. Matatu. Naomba Mungu muokoe yule mzee. Naomba umuokoe yule mzee. Na Mungu kama umeniita na huwa unanisikiaga, naomba umuokoe yule mzee. Cha pili, naomba umuhamishe mtaa huu. Cha tatu, muondoe kwenye dunia hii asiendelee kutesa watu. Mungu alinijibu cha tatu. Haleluya. Haleluya. Sikiliza, mimi sikuua. Mimi nilimwambia Mungu afanye operation anayotaka yeye. Mungu akaona inayofaa sihame, inayofaa siokoke. Kama ni injili alisikia nyingi. Kama unavyosikiaga tu injili, kwa unakubali kuokoka. Na kama umeokoka hujasimama vizuri, Mungu njia ya tatu akaipitisha. Tumekaa baada kama ya miezi mitatu hivi. Yule baba walimkuta ametoka usiku, sije alikuwa anaenda kwenye haja. Huko malaika akamkuta huko, akamwambia, wewe waliniambia nikuchukue. Jamani, Yesu atusaidie sana. Naogopa nini? Ushindi wetu ni kwa ajili ya Mungu. Nashangaa watu wanaogopa. Hapo kijijini kulikuwa Simao anapenda kushuhudia sana. Walikuwa wachotaki watu maji saa 7 mchana. Mambo kile utakuta wazungu. Mimi nikasema hao wazungu na wataka. Kwa naenda saa 7 sijawahi kukuta mzungu mimi pale. Jeuri ni nini? Ni kwa sababu nimesoma. Ni kwa sababu ni mwembamba. Ninaye Mungu wa mbinguni. Amen. Ninaye Yesu Kristo. Yeye mwenye mamlaka. Ni lazima jeuri yetu iongezeke. Kwa namna gani tunamwamini Mungu? Sasa Daudi, wewe niendelee kidogo pale. Daudi alipoona yale mambo hakujisikia vizuri. Angalia mstari wa 32. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana naye. Nitalikomboa taifa. Jamani, sikiliza watu wa Mungu. Mungu ametuamini tulete ushindi kwenye nchi yetu. Mungu ametuamini tulete mapinduzi ndani ya ulimwengu. Lazima tufikie sehemu tuseme tunakwenda. Tunakwenda. Na ukiamua kwenda, nenda. Yaani changamoto tunajua iliyopo siku hizi nao. Watu wamebakia tu na vidini vyao. Wamejaza CV za dini. Mimi ni Church of God. Mimi ni MTAG.
Mimi ni agent. Yaani wamejaza CV za dini ndugu zangu. Hazifai. Si kama mimi sina dini. Lakini CV ya dini haiwezi kusaidia kitu. Lazima uwe na Mungu. Lazima uwe umekubali kukubaliana na Mungu kwa viwango kamilifu. Ili Bwana akutetee. Angalia mstari wa 37. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa. Sasa hapa wameanza kutunishana misuli. Wameanza kutunishana misuli. Nakumbuka kuna kipindi moja shirika wangu alinichekesha sana. Anasema jirani yake alitambua ni mchawi. Sasa baada ya kutambua ni mchawi, badala ya kwamba amheshimu tu kama kanuni ya heshima au ya upendo, kumbe yeye akawa anamnyenyekea ili asimroge. Yaani hata kama akija kuomba unga haumo, umebakia wa kwake tu, anachukua wote anampa. Baada siku moja Roho akanishuhudia kuongea naye. Mtu mwenye unajua anateseka, naishi na fulani lakini ananitesa. Yaani naamua kujibembeleza kwake ili niwe salama. Nikasema rudia. Sasa unajua naamua kujibembeleza kwake ili niwe salama. Na yeye amegundua anaweza sifanye hata vitu. Unajua ngoja naambia watakatifu wa Bwana. Nyie wa mama, unaomba chumvi leo. Unaomba chumvi kesho. Unaomba kesho kutwa. Unaomba wiki inaisha. Jamani, wewe ununuaji? Wewe ununuaji chumvi? Sasa kumbe yule mama mshirikina alikuwa ameshaona hili ni shamba la bibi. Akiona mama fulani hivi leo hujabakiza chakula, kilibaki cha baba fulani, lakini ngoja tu nikupe. Sasa niliponisimulia nikaumia. Nikamwambia huo sio upendo. Yaani unampenda mtu ili akusamea siku. Unatoa hongo. Jamani, Yesu asifiwe sana. Nikamwambia sio hivyo. Tunatakiwa kuwapenda watu, lakini si kwa sababu ya jambo fulani. Kwamba nikifanya jambo hili huyu atanisalimisha. Tunasalimishwa na Mungu sio mwanadamu. Tunasalimishwa na Mungu tu sio mwanadamu. Nikamwambia endelea kumjali kama mwanadamu. Endelea kumpenda kama mwanadamu. Lakini usifanye kitu chochote kwamba nisipofanya hivi atanizuru. Kweli kabisa. Nikamwambia ndio. Na kama hutaki endelea kufanya. Baadaye nikaomba naye. Kwa hiyo leo akija kuomba chumvi, wewe kama haipo, nimesema hivyo. Nikamwambia nimesema mpe chumvi kama jirani. Sio umpe chumvi kwamba nisipompa atatuma hembe, atatuma bundi, atatuma fisi. Mkarimu kama wengine. Nikaomba naye. Na kweli yule jamaa jioni yeye alikuja. Anamwambia sijaenda sokoni sijanunua dagaa. Wewe si una dagaa kweli unisaidie. Kamwambia zipo lakini ni kidogo kwa kweli. Leo sitakupa. Lakini kwa gugumizi maana anatembelea kwenye imani yangu. Sio jamaa mtu ambaye amekopi na kupesta anajulikana. Sijasikia akarudia anasema baadaye akasikia ujasiri wa anasema leo sitakupa dagaa. Zipo ni kidogo za matumizi yangu. Yule aliyedhaniwa mchawi akaenda anatikisa kichwa. Ni mama ghafla shetani akaja akamwambia umekwisha. Umekwisha. Maana jamani nenda anatikisa kichwa. Lakini ghafla anakumbuka, anasema akasikia maneno yangu yanaimba ndani ya moyo wake. Mungu ndiye mwenye mamlaka juu ya maisha yangu, sio mchawi. Kaingia ndani akaanza kuomba. Katika jina la Yesu, nakemea roho ya mauti, nakataa kufa, nakataa kurogwa katika jina la Yesu. Sasa baadaye anakuja kunipigia simu. Ananiambia leo nimeomba baba, sijawahi kuomba hiyo. Nikamwambia siku zote ulikuwa wapi, mbona maombi yalikuwepo? Kasema ni kama kuna kitu kilinitoweka. Sifanye kitu chochote kama kujibembeleza kwa mwanadamu. Tunamwacha Mungu peke yake ndiye atawale maisha yetu. Hakuna mwanadamu anaweza kukatisha maisha. Hakuna mwanadamu anaweza kuzuia usiendelee. Hakuna mwanadamu anaweza kuzuia baraka zako. Nataka niwaambie tukiwa na Mungu, acha kutoa hongo kwa shetani. Kuanzia siku hiyo alisubiria, hakusikia bunzi, hakusikia kichomi, akaendelea vizuri.
moto ukawaka, imani ikakua, akamtegemea Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna muda sisi wenyewe tunajisahau. Kuna muda sisi wenyewe tunatembea vibaya. Sikia, Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Ni kweli lazima tuwe na watu wasiotupenda. Ni kweli kabisa. Lakini usijibembeleze kwao. Jibembeleze kwa Mungu. Hata kama wanakuchukia, madam wanakuchukia kwa haki, hawakuchukii kwa tatizo, jisimamie mwenyewe na Mungu. Unamwambia Mungu, sitapiga goti kwa mtu yote mpaka tone la damu la mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 40. Akachukua fimbo yake mkononi, akachagua mawe laini 5, kaweka kwenye mfuko wake, akaenda. Ni silaha za ajabu. Mimi nikisoma maandiko, jamani, Mungu acheni bwana. Mungu mwache tu. Unajua fimbo na mawe na kombeo. Unafahamu kombeo? Una kifaa kinatengenezwa, alafu ili utupe jiwe lazima ufanye kitu hiki. Ili utupe jiwe lazima ufanye kitu hiki. Usifungushe mkono. Sasa sio silaha hiyo ya kumwendea kamanda kabisa. Lazima uwe una Mungu. Ile silaha yako iwe na Mungu. Na mimi nataka kukuambia nini? Sio maneno yako tu yanatosha kumshinda adui. Lazima ndani ya maneno kiwemo kitu ambacho kimevuviwa kutoka kwenye ufalme wa mbinguni, kwenye enzi ya Mungu, kwenye mamlaka ya Mungu. Ndani ya maneno yako kiwemo jambo linatokea. Ndugu yangu, mawe yakapata upako. Silaha za jadi zikapata upako. Haleluya. Mambo yakafanyika mengine. Mstari wa 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanichia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakuichia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliyoyatukana. Kwa anamtamkia hadharani kwamba mimi sifanyi mchezo kama wa kwako. Niko serious. Ninamjua Mungu anaweza kutetea. Ninamjua Mungu anayeweza kuniokoa. Paka ondoka kwenye hali ya kawaida. Sasa sikiliza watakatifu wa Bwana. Kuna mtu unapoomba maanisha wewe maombi ya vita unaomba unapiga na miai. Baba katika jina la Yesu. Na yule mchawi ninamkemea. Hiyo ni vita kweli. Hivi kweli hiyo ni vita hii. Daudi alivaa uso wa kazi. Akasema sasa sikiliza, imetosha. Wewe njoo na panga na mikuki na mimi nakuja kwa jina la Bwana. Anatamka kwa namna tofauti katika ulimwengu wa roho. Amevaa uso wa kazi. Hana mchezo, mtumishi wa Bwana. Watu hawakumheshimu. Watu walisalau tamaduni maisha yake ya kawaida. Sasa anakuja kwa ukombozi. Kwa nini anamwamini Mungu? Sasa ule mstari wa 47 anasema, nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana hawakoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia nini? Mikononi mwetu. Unajua kuna mtu anafikiri ili apone lazima awe mtu fulani. Sio hivyo. Ili upone tu ni kumwamini Mungu basi. Kuna mtu anafikiri ili achae roho lazima awe na hela nyingi. Hakuna. Ishu ya kuwa na Roho Mtakatifu ni kuwa kwenye maisha matakatifu na Mungu basi. Kuna mtu anafikiri ili akemee pepo lazima awe na maji ya kusaidia. Pepo alitolewa na maji. Hapo nisikiliza. Msinywe maji ya upako. Amjui tu siri hayo maji. Wameoshea maiti, wametoa kwenye vitu mbalimbali, nyinyi mnakunywa tu. Na siri ya shetani badala ya kuondoa tatizo linaongezeka lingine. Badala ya kutoa kichomi kinazaliwa cha pili. Badala ya kutoa maimuna anamleta na subuana. Badala ya kutoa chini analeta na rafiki yake chini.
majini yana mamlaka, yanaheshimiana. Ikifika tena mwambie rafiki, tulia kwanza. Tulia, umeleta usumbufu sana. Tulia. Basi, hamjaona jeshini. Ukiona mwanajeshi amesaruti hivi, maana yake amekutana na ni mwanajeshi mwenzake lakini anamzidi. Kwa unaenda kwa waganga wa kienyeji, badala ya kutoa pepo, na hapo ndipo watu wamefikiri wanapona. Huponi. Unafanywa benki ya kutunza majini, unafanywa benki ya kutunza mizimu. Maana hawatoi chini, badala yake wanatafuta chini, wanaweka ndani yako, ambalo linakwenda kuwa na mamlaka ya juu ya yale majini yaliyoko ndani yako. Kwa hiyo ikifika hata kama ilikuwa matatu, niambia nye, wana wadogo tulia, tutafanya kazi baadaye. Kisa hivi kimya. Kwa hiyo mko anajisikia vizuri. Yakikaa anashauriana, bwana, kazi yetu sisi ni kufanya hivi. Tufanye haya. Yote yanaunga lele. Yanaanza kusurubu tena. Ukienda wana, kwa hiyo maana nyewe mnaombea watu. Mtu kama ameishi kwenye tabia hiyo, unaweza mkatoa pepo mpaka mnashangaa. Sasa mimi nimeenda, bado wangapi? Toka. Na mimi nimetoka. Yaani mnatoa mpaka mnasema huyu alikuwa ni benki kweli. Jamani, Yesu asifiwe sana. Kwamba Mungu haokoi kwa sababu wewe ni fulani. Mungu anaokoa kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka ya kuokoa. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kuokoa. Kwa viwango vyetu kwa Mungu ni lazima tujiandae kusimama kwa kadiri Mungu anataka tusimame. Mambo matatu ya muhimu ili uweze kuwa mshindi kwa kutegemea nguvu za Mungu. Mambo matatu ya muhimu ili uweze kuwa mshindi kwa kutegemea nguvu za Mungu. Nguvu ziko nyingi sana. Nimekwambia zile zingine zote hazinaga ushindi. Maji ya upako hayana ushindi. Vaa ilizi pako ukitaka kwenye nywele, mailizi hayana ushindi. Yaani chochote unafanya hakina ushindi. Ushindi uko kwenye nguvu za Mungu peke yake. Mambo matatu muhimu ya kutusaidia. Jambo la kwanza, lazima uwe na ujuzi wa kumuelewa Mungu mwenye mamlaka. Lazima uwe na ujuzi wa kumuelewa Mungu mwenye mamlaka. Lazima, usipokuwa na ujuzi wa kumuelewa Mungu mwenye mamlaka, huwezi kufikia ushindi. Kwa ni lazima uwe na ujuzi. Daudi alikuwa na ujuzi. Anaelewa ni kitu gani Mungu anatenda. Kwa lazima uwe na ujuzi wa kumuelewa Mungu mwenye mamlaka ni nani kwa ajili ya maisha yako. Ni nani kwenye tatizo hilo? Ni nani kwenye shida yako? Ni nani kwenye uchumi wako? Ni nani kwenye suluhu ulionayo? Ni nani kwenye matatizo yako? Lazima ujuzi. Usipokuwa na ujuzi huwezi kupata ushindi hata kidogo. Jamani, Yesu tusaidie sana. Daudi alipogundua na ujuzi kwa Mungu, angalia Goliathi kilichompata. Ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, ni lazima uwe na imani. Ni kweli una ujuzi, lakini cha pili, lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani. Watu wengi wanao ujuzi lakini hawana imani. Si mmekuwa mkiona watu wengine wanaingia hata kwenye makanisa, yaani amefahamu kabisa kwamba njia salama ni ya kwenda mahali fulani, lakini kuamini kile alichokiendea ni changamoto nyingine. Jamani, Yesu asifiwe sana. Yaani kuamini kile alichokiendea au alichokifuata inakuwa tena shida. Sasa sikiliza, unapopata ujuzi juu ya Mungu anafanya nini kwenye maisha, ni lazima pia uruhusu imani iwe imara kwa ajili ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi aliamini, akasema kama alinipigania Mungu kwa dubu na simba, niliamini hata huyu ataondolewa kwenye macho yetu. Aliamini. Ujuzi anao, imani anayo. Sema amina. Ana ujuzi, ana imani. Ana ujuzi, ana imani. Ana ujuzi, ana imani. Na cha tatu, lazima uwe tayari kufuata maelekezo ya Mungu. Lazima uwe tayari kufuata maelekezo ya Mungu. Hapa kuna ugomvi. Watu wanataka kuponywa ila hawataki kufuata maelekezo ya Mungu. Watu wanataka baraka ila hawahitaji kufuata maelekezo ya Mungu.
Na hapa ndipo yametokea matatizo, watu wanataka shortcut, njia fupi. Nilikuwa namwambia Jumapili, eti mtu anaenda kutafuta maji ya upako awe na hela. Hivi maji ya upako yanaleta hela? Wewe una akili timamu kweli? Fanya kazi pate hela. Unaenda kutafuta keki ya upako eti apate gari au apate nyumba. Jamani, achana na hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapata ujuzi, unakuwa na imani. Kwa viwango vingine lazima uviruhusu vitokee. Mungu wetu asifiwe sana. Na katika nafasi hiyo, utamwona Bwana. Utamwona Bwana. Maana yake ushindi wa kila aliyemwamini Kristo, ushindi wa kila aliyemwamini Mungu uko ndani ya Mungu mwenyewe. Na kama ndani ya Mungu mwenyewe, hakuna chochote kitazuia Mungu asifanye jambo. Wala hakuna mwanadamu anaweza kumzuia Mungu. Lakini anakuhitaji wewe usimame tayari na uwe pamoja naye. Bwana Yesu atusaidie sana. Naweza kusimama kwa miguu yako miwili, tuombe pamoja. Simama kwa namna Mungu alivyokujalia neema katika masaa haya. Ungehitaji kupata ushindi wa namna gani? Ni kitu gani unafikiri ungetamani kuwa na ushindi nacho? Ungetamani kuwa na ushindi kwenye sekta ipi? Ungetamani kuwa na ushindi kwa maeneo gani? Wakati mwingine una changamoto inayokusumbua. Wakati mwingine umekuwa ni mtu ambaye hauna majibu. Wakati mwingine umekosa hata mwelekeo. Unajua kuna mtu anaishi katika hali ya kutokuwa na mwelekeo. Nataka nikwambie, yupo Mungu anayeweza yote. Yupo Mungu anayeweza yote. Yupo Mungu anayeweza yote. Yupo Mungu anayeweza. Katika Mungu changamoto zinaisha. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa.
utulie kabisa pale ulipo. Hebu angalia ni adui gani amesimama mbele yako kwenye maisha yako. Na umefedheheka mara ngapi na kwa ajili ya hilo tatizo lako? Umepita kwenye wakati mgumu mara ngapi huoni njia? Ni wakati gani mpaka umewaza kuwa na njia nyingine tofauti na Mungu? Kwa ajili ya hilo jaribu, kwa ajili ya huyo adui, kwa ajili ya hilo tatizo. Leo Mungu yuko mahali hapa. Mungu ameniambia nikusemeshe wewe kwa niaba yake, ya kwamba ameona namna ambavyo unahitaji msaada wake, lakini anakuhitaji onyeshe moyo wa kuwa tayari kutetea. Weza ukawa na majeraha mengi kwenye moyo wako, majibu yamekosekana, wakati mwingine umekimbia, unaogopa. Yuko Mungu mahali hapa. Ninaposema haya, yuko semeshwa na Roho Mtakatifu kuisogelea madhabahu ya Mungu. Unasemeshwa na Roho Mtakatifu. Pia adui unajua amekushinda kabisa, unatamani kuwa sawa sawa, lakini imeshindikana. Unatamani upate ushindi, lakini imeshindikana. Yuko Mungu mahali hapa. Yuko Mungu mahali hapa. Yuko Mungu mahali hapa. Inafikana unawaza nitaenda mahali gani nipate msaada. Msaada wa Mungu uko hapa. Wewe ambaye unaendelea kutulia, tulia usikilize Mungu. Ukisikia pema nikimbie kwenye madhabahu ya Mungu. Njoo uchunganishe na Bwana. Yeye anaweza kila kitu. Haijalishi mateso yako ni ya muda. Haijalishi watu wameukatia tamaa. Haijalishi unaona njia hakuna. Huyo ni adui. Lazima akatwe kichwa. Lazima ashindwe. Lazima angushwe. Kwa Mungu anamjua kwenye maisha yako ya kiroho. Mungu anajua adui wako la. Wakati unaendelea kuomba, endelea kuomba hata wewe. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, adui ananitiisha, lakini leo wewe ni Daudi. Leo wewe ni Daudi. Leo wewe ni Daudi. Unamkata kichwa adui, unamwangamiza adui, unamwangamiza adui. Njia inatokea, njia inatokea, njia inatokea, njia inatokea. Hakuna njia. Bwana kupea, Bwana kupea. Kuna njia kwa jina la Yesu. Iko njia kwa jina la Yesu. Iko njia kwa jina la Yesu. Bwana kupe, Bwana kupe, Bwana kutendea, Bwana kupea. Wewe ni Daudi, wewe ni Daudi, wewe ni shujaa, wewe ni mshindi, wewe ni mshindi, wewe ni mshindi. Endelea kujimimina mbele za Bwana. Endelea kujiachilia kwa Bwana. Mungu anaijua shida yako. Mungu anajua jaribu unalo. Mungu anajua unapita maeneo gani. Mungu alimruhusu Goliathi makusudi ili ampate Daudi. Mungu ameruhusu tatizo hilo ili akupate wewe Daudi. Horia bosandara. Rekorabo sakatarama. Seiko maiko sita. Bwana mwenye rehema, angalia Jehova, njia zinafunguka, majaribu yanaondoka, vizuizi vinaondoka, mateso yanaondoka katika jina la Yesu. Wewe ni Daudi, wewe ni Daudi. Mungu amesimamisha hilo makusudi. Mungu amesimamisha hilo makusudi. Mungu anamtafuta Daudi. Mungu anatafuta jasiri. Mungu anatafuta. Mungu anatafuta. Mungu anataka